Ndugu zangu Wanaitale, naomba mnisikilize kwa makini sana. Wanaitale, wilaya yetu ya Ileje imetimiza miaka 50 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu. Takriban muda tuliopita unafanana na ule muda ambao wana wa Israeli walitangatanga wakiwa safarini kwenda nchi ya ahadi. Wanaosoma Biblia sura ya 3 kutoka mstari wa 8 na kuendelea inamzungumzia Musa aliyokomboa wana wa Israeli kutoka utumwani Misri. Wakasafiri miaka 40 wakiwa na tangatanga wakiendea nchi ya ahadi. Na sisi Wanaileje tulipotoka ni mbali sana. Tumetangatanga juu ya uharibifu wa barabara zetu, bovu wa barabara zetu, vituo vya afya, shule, umeme, tumepata tabu nyingi sana. Lakini safari hiyo tunaiendea mwishoni kwenda nchi ya ahadi. CCM oye! Na kufika katika nchi ya ahadi tunakwenda kupelekwa na mtu mmoja, ndugu yetu Godfrey Kasekenya. Ni Kasekenya peke yake ambaye ameshika ufunguo wa kwenda katika nchi ya ahadi. Hivi mwaka huu katika uchaguzi huu, naomba kina mama wote, vijana wote, wazee wote tukampigie kura ndugu yetu Kasekenya, kwa sababu ndugu yetu Kasekenya katika kipindi hiki anakwenda kutupeleka katika nchi ya ahadi, nchi ambayo Ileje, ambayo Songwe, ambayo kutoka Itale kwenda Itumba utatumia dakika 10 umefika. Ileje ambayo utatumia televisheni hata ukiwa kwenye gari, hata ukiwa kwenye pikipiki. Ni nchi ambayo ndugu yetu Kasekenya anakwenda kutupeleka. Ileje ambayo sasa hatua 3-4 kutakuwa na zahanati na vituo vya afya na hospitali ambayo tunaita nchi ya ahadi, na nchi hiyo kutupeleka huko ni ndugu wetu Kasekenya. Ileje tunayoitamani ambayo kuwa na shule za sekondari kuanzia kwenye vitongoji mpaka kata mpaka wilaya, ni nchi ambayo tunatamani na mwenye kutupeleka ndugu yetu Kasekenya. Sasa tunavipataje vitu hivyo na ndugu yangu Wanaileje? Vitu hivyo tupata kwenda kumpigia kura za ndio ifikapo tarehe 29 mwezi wa 10, yani kesho kutwa. CCM oye! Lakini Kasekenya hawezi kufanya kazi peke yake katika jimbo la Ileje. Ana wasaidizi wake ambao ni madiwani kuanzia kaskazini mpaka kusini, mashariki mpaka magharibi. Tunao madiwani wakiongozwa na diwani mwenyeji wa sehemu tunakwenda kufungia kampeni, ambaye ndugu yetu Fahari Mwampashi. CCM oye! Baada ya kusema hayo, rais wetu mengi ametuletea katika wilaya yetu, katika jimbo letu la wilaya. Nisingependa kupoteza muda kwa sababu ndugu yetu Kasekenya atakuja kuyamalizia. Mimi kazi nilionayo hapa ambayo nimeelekezwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi cha Wanaileje, Dr. Samia Suluhu Hassan, amesema nilete elimu hii kwa siku ya leo. Hii karatasi mnaiona hii hapa, wote mnaiona hii hapa, karatasi hii hapa. Hii karatasi ina wagombea 18 wa urais, kasoro mmoja tu ambaye aliweka mpira kwa Kapwani. Naye ni nani? Nani alikimbia uchaguzi? Chadema. Wenzetu wanahamasisha vurugu, sisi tunasema sasa siku utakapoingia katika kituo cha kura ikuta karatasi kama hii, mtu wa kwanza kabisa ni mgombea kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Kushoto kwako kutakuwa na nembo ya jembe na nyundo na rangi ya kijani. Atafuatia mgombea mwenza, atakuja rais. Wote hawa watakuwa wamevaa nguo za kijani. Kwa utakapoona hapo katika kisanduku cha mbele yake utaweka tiki, na tiki hiyo isivuke nje ya kisanduku. Ikitoka nje ya kisanduku
kura yako itakuwa imeharibika. Hivyo ndugu zangu, mkalizingatio hiyo. Karatasi yetu ya pili itakuwa ya mgombea ubunge wa jimbo la Ileje. Kutakuwa na wagombea wawili tu, lakini mgombea wa CCM ana sura nzuri, ana sura kubwa. Mimi naomba, unamjua, mnamfahamu Kasegenya? Yule pale baba, ndio mtoe kofia wakone vizuri. Toa kofia. Huyo hapo Kasegenya oye! Ndugu zangu, hata kama hujui kusoma, Injinia Godfrey Kasegenya Msongwe, hivi hata picha kwa utashinda kumtambua? Mtamtambua, mtamtambua. Basi utakapoona kaweke tiki yako ya nga, utakuwa mchagua Kasegenya. Karatasi yako ya tatu itakuwa ya diwani wa kata husika. Kwa hapa Itale kutakuwa na picha moja tu ambayo itapigiwa kura za ndio na hapana. Kwa hiyo siku hiyo watu wote ukilala utakuwa unaandika tu ndio, huko njiani ndio. Ukifika pale unapiga tiki yako ya ndio. Baada ya hapo utakuwa umemchagua diwani, umemchagua mbunge na umechagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oye! Ndugu zangu, juu ya amani amezungumza kwa kirefu sana Mwenyezi wetu. Vyombo vya ulinzi viko kwa ajili ya kazi hiyo, kukulinda wewe kuanzia leo, kesho na siku ya uchaguzi. Msiwe na shaka, vyombo vya ulinzi vimejipanga. Ndugu zangu, nakaribia kwenda mwisho. Sasa sambamba na kupiga kura, siku hiyo niwakumbushe wana Itale, wana Ndola, wana Ibaba, hautaruhusiwa kuvaa sare za Chama cha Mapinduzi.